Mtazamaji wa Biomedia Channel, popote pale ambako unatazama taarifa mbalimbali kupitia channel hii, karibu sana. Mimi ni official Rose D. Kama ndo kwanza unatutazama hii leo, nitakukumbusha kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usiache kucomment. Niko na taarifa mezani ya kifo cha ghafla cha Kardinali Pengo kimemliza Rais Samia. Ametuma salamu za rambirambi RIP Kardinali Pengo. Hili limekaaje mtazamaji wetu? Unaungana na mimi mpaka tamati, ambako ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amepokea kwa masikitiko makubwa kabisa taarifa za kifo cha mwanadhama Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki jiji la Dar es Salaam, ambako Kardinali Pengo amefariki dunia usiku wa Februari 19 akiwa katika taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam. Na katika salamu za pole, Rais Samia amemkumbuka Kardinali Pengo kama kiongozi wa kiroho ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana katika jamii, hususan katika kuimarisha imani, maadili, umoja na mshikamano wa kitaifa. Ameeleza pia kuwa kiongozi huyo na uongozi wake wa muda mrefu ndani ya Kanisa Katoliki uliakisi misingi ya uadilifu, busara na kujitolea kwa manufaa ya waumini na Watanzania kwa ujumla. Lakini pia Rais Samia amesema taifa limepoteza kiongozi aliyelitumikia kwa uaminifu na maadili hali ya juu, na kuongeza kuwa mchango wa Kardinali Pengo katika malezi ya kiroho pamoja na maadili utaendelea kukumbukwa, kuthaminiwa pamoja na kuenziwa katika historia ya nchi. Kauli hiyo pia imekuja wakati ambako viongozi wa dini, waumini na wananchi wakiendelea kutoa salamu za rambirambi kufuatia msiba huo. Aidha, Rais ametuma salamu za rambirambi kwa Jude Thaddeus Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, pamoja na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ambako salamu hizo pia zimeelekezwa kwa viongozi wa dini mbalimbali na waumini wote walioguswa na msiba mzito. Katika maelezo yake, Rais Samia ameungana na kanisa, waumini na Watanzania wote katika kipindi hiki cha majonzi, lakini pia ameomba faraja, uvumilivu na mshikamano viendelee kutawala miongoni mwa wananchi, akisisitiza umuhimu wa kuendeleza misingi ya maadili na umoja ambao Kardinali Pengo alihimiza katika huduma yake ya kiuchungaji. Kardinali Pengo anakumbukwa kwa nafasi yake katika uongozi wa Kanisa Katoliki Tanzania na ushiriki wake katika masuala ya kijamii na kitaifa. Na katika nyakati tofauti alitoa mwongozo wa kiroho pamoja na maadili, akihamasisha amani, maridhiano na uwajibikaji wa pamoja katika kujenga taifa lenye mshikamano. Wakati ratibu za mazishi zikiendelea kupangwa na mamlaka husika za kanisa, viongozi wa dini pamoja na taasisi mbalimbali wameendelea kutuma salamu zao za pole, wakitambua mchango wake katika uongozi wa kiroho na maendeleo ya kijamii. Wananchi wengi wameeleza masikitiko yao, wakisisitiza kuwa kifo chake ni pigo kwa taifa na kwa jumuiya ya waumini. Ninatamatisha mtazamaji, na Biomedia pia tunaungana kwa pamoja kama familia kuendelea kutoa pole kwa wote walioguswa na msiba huu. Bwana Yesu aweze kumlaza mahali pema peponi Kardinali Pengo. Amen. Nitamati mtazamaji, endelea kuandika maoni yako moja kwa moja kupitia comment section, tutaangazia kwa wakati mwingine.